Hapa inabidi tu nijikaze, la sivyo huu mkojo utanichuna ngozi yote, maana hapa nahisi tayari nimeshaanza kuchubuka. Mungu, nitapitia haya mateso mpaka lini? Kama hutaki kuniponya, basi nichukue nije nipumzike kwako. Mke wangu umerudi? Nilijua tu lazima mke wangu utarudi. Mungu wangu. Usinishike. Niache, wewe ondoka zako. Nataka nikusaidie maana una hali mbaya. Ona unavyotetemeka. Ukinisaidia mke wangu atachukia. Eti nini? Mke wangu ndo anatakiwa anisafishe. Wewe ukinisafisha, mke wangu atachukia. Hivyo tafadhali naomba uniache. Kumbe wewe ni mjinga eh? Nimekwambia niache hapa hadi mke wangu atakaporudi. Wewe ondoka tu. Leo hamna kazi. Sikia Nesi, mimi kama mwajiri wako na kuomba uondoke uniache hivi hivi. Maana mke wangu akija akakuta umenisafisha, ataniacha. Tafadhali naomba uondoke. Mjinga mkubwa wewe. Nikodemo aliniomba nije nimsaidie kwa sababu hii. Alisema wewe ni mtu usiyekuwa na maamuzi na afya yako. Alisema mke wako anakutesa wazi wazi lakini bado unamsikiliza. Acha ujinga isiaka. Mimi nahofia mke wangu ataniacha. Bado nampenda mke wangu. Sasa unavyotaka niondoke nikuache ukiwa mchafu hivyo. Unajua atarudi saa ngapi? Kwanza inaonyesha wazi kuwa upo humo ndani peke yako kwa zaidi ya siku moja. Hebu ona unavyotetemeka kwa njaa, alafu unataka nikuache peke yako. Hivi unadhani ukifa mimi nitaishi kwa amani? Si nitabaki kujilaumu kuwa labda ningekusaidia huenda usingefikwa na umauti. Lazima mke wangu atarudi tu. Hawezi kuniacha nife. Sawa, atarudi. Ila akirudi nataka akukute msafi na ninakuahidi hatojua chochote maana tutatunga story. We Nesi, mbona unakuwa mgumu kuelewa? Si nimeshakwambia uondoke? Kama ni kunifukuza kazi wewe nifukuze, ila siondoke hapa nikakuacha hivi. Kwa hiyo uogopi kufukuzwa kazi, sio? Kwa sasa sina cha kuogopa kwenye haya maisha. Kama wazazi wangu wamenitenga na bado naendelea kuishi, unadhani nitaogopa kufukuzwa kazi? Bafu lako liko wapi? Liko hapo upande wa kushoto. Kaa hapa upate hewa safi, itakusaidia kupona haraka. Ngoja niende Farmers nikakuchukulia dawa maana nahisi utakuwa na infection. Nakumbuka ulisema tutatunga story ili mke wangu asijue chochote. Sasa naomba uniambie hiyo story kabla hujaondoka, ili mke wangu akirudi niwe na cha kuongea. Yaani kweli hicho ndo unachowaza? Hivi hawazi hiyo homo uliyokuwa nayo? We niambie bwana, mimi sitaki matatizo. Okay, yawezekana hizo akili sio zako, lakini akija utamweleza kuwa mimi ndiye nilikusafisha kwa sababu uliniambia yeye yuko safarini na alikuacha na mdogo wako, ila mdogo wako akakukimbia baada ya kujichafua. Akijua ukweli? Hawezi kujua ukweli, labda wewe ndio umwambie. Kusema kweli naogopa. Hivi una story nyingine tofauti na hiyo? Mimi sina story nyingine, labda utunge mwenyewe. Alafu naomba utulie hapo hapo kwenye kiti chako. Mimi naenda Farmers mara moja kukuchukulia dawa. Mke wangu, Nesi alinikuta nimelala chini akanisaidia. Nikamwambia uko safarini na uliniacha na mdogo wangu, lakini mdogo wangu naye pia ameondoka na kuniacha. Maana akasema hawezi kunihudumia. Mungu, nijalie mke wangu aniamini. Sasa, akiona hizi dawa si atasema nimekuambia kuwa yeye huwa anipi dawa? Mungu wangu, nisaidie mimi. Sawa, hizi dawa nitaondoka nazo, ila nitakuwekea dawa za kunywa usiku kwenye mfuko wako wa shati. Tafadhali, naomba uache uoga na unywe dawa nitakazokuachia. Sawa,
ila naomba uondoke ili akija asikukute. Siwezi kukuacha mwenyewe, nitamsubiri hadi arudi ili niondoke. Sawa. Wewe ni Muhindi au Mwarabu? Kwani wewe unaonaje? Mimi sijui, maana siwezi kuwatofautisha. Mimi ni Muhindi. Mbona unaongea Kiswahili kizuri kama Wabongo? Naongea Kiswahili kizuri kwa sababu nimezaliwa na kukulia Tanzania. Aha, kumbe. Huyo atakuwa ni mke wangu amerudi. Unahisi ataamini stori yetu kweli? Wewe nyamaza na unisikilize mimi. Za saa hizi? Salama, pole na safari. Safari? Mgonjwa wangu hapa aliniambia upo safarini, ndio maana nikaona nikusubiri hadi urudi, maana mtu aliyemwachia naye kamtoroka na kumwacha mwenyewe. Alinikuta ndani mwenyewe nikiwa nimeanguka chini. Ndio nikamwambia kuwa uliniacha na Yusufu baada ya kupata safari ya kwenda kumuona mama. Jamani. Sikutaka mtu mwingine ajue kuwa nimesafiri na nimekuacha na mtu mwingine. Kwani shemeji yangu Yusufu kaenda wapi? Aliniaga kuwa anaenda kumtembelea rafiki yake, lakini hakurudi tena. Sasa mbona hakunipigia simu na kuniambia kuwa kakuacha mwenyewe na hii hali? Nisamehe mke wangu, simu yangu imeharibika. Asante sana Nesi. Kwa kweli sina cha kukulipa, ila Mungu atakubariki kwa wema wako. Amin. Ila pia nilikuwa nakusubiri ili nijue huko hospitali huwa unaambiwa nini kuhusu maendeleo ya mgonjwa. Maana mgonjwa wetu kwa kweli maendeleo yake sio mazuri. Hivyo inabidi tumfariji na kumwepusha mawazo kwa muda wote ambao tutakuwa naye. Maana tukifanya hivyo huenda ikamsaidia kupata nafuu. Kwa nini unasema hivyo? Dada, najua unampenda sana mumeo, lakini mimi ni nesi mmoja muwazi sana. Kwa kweli kwa sasa maendeleo ya mgonjwa wetu sio mazuri kabisa. Kwa hiyo siku nyingine ukitaka kutoka, naomba uniite nibaki naye, maana sina kazi nyingine tofauti na hii. Na muda mwingi na kuwa nipo tu nyumbani. Hilo ni wazo zuri na kuahidi nitalifanyia kazi. Lakini tafadhali naomba usimwambie hiki nilichokuambia, maana inaweza kumkatisha tamaa. Shika hii, itafidia muda wako. Nilikuwa nakusubiri wewe. Samahani kama nitakuwa nimechelewa. Wala hata hujachelewa, ila mimi nimepata safari ya ghafla, hivyo nitarudi kesho kutwa. Sasa naomba ukae na Isiaka mpaka jioni. Lakini unatakiwa uhakikishe amelala ndo uondoke. Na pia kesho asubuhi unatakiwa uwahi kuja kumwangalia, maana hiyo ndo kazi yako. Sawa madam, lakini nini? Kama ni kuhusu fedha zako za malipo usijali, maana nimekuachia pale kwenye draw. Asante sana madam, kwa kweli unanisaidia sana. Mambo madogo hayo, hebu shika na hizi pesa nyingine. Unanipa pesa nyingine za nini? Wakati umesema pesa zangu umeniachia kwenye draw. Hizi pesa ni za Pampers. Alafu mimi wala sitaki kukuchosha sana. Hivyo ukiona umechoka usimfanishe mazoezi. We muhudumie tu hadi nitakaporudi. Sawa madam, nitamhudumia vizuri. Haya, kwa heri.